Mchambuzi wa soka hapa Tanzania Alex Ngeleza ameweza kuishukia vikali klabu ya Yanga kutokana na masuala ya rushwa. Kwa mjibu wa Alex Ngeleza, anadai kwamba hii ni mara ya pili Yanga inahusishwa na masuala ya rushwa. Inawezekana wanafanya au hawafanyi, lakini tujiulize, kwa nini wao peke yao na sio wengine? Kuna ukweli umejificha kwenye mamlaka wafanya kazi yao. Imeanza kwenye udhamini na sasa hivi imehamia kwa wachezaji, ambapo kwa mjibu wa Alex Ngeleza aliweza kutolea maoni baada ya sauti kuweza kuvuja kwa baadhi ya wachezaji wa klabu ya Tabora United kuhusishwa kutaka kutumiwa rushwa kwa ajili ya kuweza kuilegeza mechi hiyo ili waweze kushinda. Kwa mjibu wa Alex Ngeleza aliweza kutoa maoni baada ya klabu ya Yanga kuweza kutuhumiwa mara kadhaa kuweza kuhusishwa na masuala ya rushwa. Kwa mjibu wa Alex Ngeleza anadai kwamba kuna mambo kadhaa ambayo nitakuwa tujiulize kama ni kweli wanafanya. Kwa mjibu wa Alex Ngeleza anasema kweli inawezekana klabu ya Yanga wanafanya masuala ya rushwa au hawafanye, lakini natakiwa tujiulize, kwa nini ni wao peke yao ndio wanaohusisha na sio wengine? Kuna ukweli umejificha kwenye mamlaka, wafanye kazi yao wale wenye mamlaka. Hii imeweza kutokea baada ya tuhuma za kwanza zilianza kwenye timu ya Singida Black Stars, ambapo pale waliweza kumbadilisha refa ghafla, huku refa mara ya kwanza akiwa anahusishwa kuweza kukutana na viongozi, baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga, na ndipo ambapo wengi wakaanza kushtukia kwamba huenda kuna mambo yanafanyika yanayohusiana na rushwa. Hivi ikiwa watu wameanza kutolea maneno kutokana na udhamini ambao Yanga wameweza, ambao wanadhaminiwa Yanga pamoja na vilabu vingine, kwa kudai kwamba mdhamini wa klabu ya Yanga ambaye ni GSM ni lazima awe ni mwanachama wa timu hiyo. Hivi hawezi kuwa mwanachama wa timu zaidi ya 7 ambazo anazidhamini mpaka saizi. Hivyo na kudai kwamba mamlaka ziweze kufanya uchunguzi kama kweli kuna uwezekano wakawa wanatoa hiyo rushwa, baada ya sauti kuweza kuvuja na mchezaji mmoja wa timu ya Tabora United.